Hello wadau na wadau, karibu tena ndani ya Trendy Reports kupata updates na mambo ambayo ina trend kwenye mitandao ya kijamii. Of course, kuna story fulani ambayo imezumbua sana kwenye social media, story ya mama ambaye aliweza kujitokeza na kusema kwamba yeye ndiye mama wake msanii Bahati. Of course, hii story ilizua reactions tofauti kwenye mitandao, huko watu wengi wakitaka kujua je, kuliendaje, na pia kama Bahati mwenyewe aliweza kuichukulia vipi ile issue, kwa sababu tumekuwa na rumors tofauti ambazo watu wengi wamekuwa wanachanganyikiwa nazo kwenye mitandao ya kijamii. So katika Trend Report tunataka tukupakulie ama tukupe ukweli wa maneno, na kama pia ni mara ya kwanza kupatana na channel ya kwetu, na kukumbusha tu uweze kusubscribe ili usikose updates na mambo mengi ambayo yana trend kwenye social media. Na kama already subscribe kwenye channel ya kwetu, na kushukuru sana kwa sababu sasa tuko 4.4k subscribers, tunaelekea 4k. Nitashukuru sana mazee. Kama ni mara ya kwanza, finya subscribe button, alafu pia usisahau kufungua kengele ya kwako ili uwe kwanza tu kupata video pindi tunavyosieka kwenye YouTube channel ya kwetu. So guys, kuna historia ya mama fulani ambaye aliweza kujitokeza na kuonekana katika blogs ama wanahabari tofauti wakiweza kuminterview, kumuuliza kuhusiana na uhusiano wake yeye na msanii Bahati. Kumbuka msanii Bahati ni msanii ambaye ni maarufu sana na watu wengi wanapenda kumfuatilia kwa sababu ya biashara pia na muziki. Ni msanii ambaye tena amekuwa akichanganya watu sana kwenye mitandao ya kijamii, kwa sababu mara mingi Bahati akitaka kurelease song ama akitaka launch kitu huwa anatumia kiki ili kupata attention ya mafans ama watu kwenye mitandao ya kijamii. So hii issue watu wengi walichukulia kama ni clout ama ni kiki ambayo msanii Bahati anaifanya kwenye mitandao, kwa sababu watu wengi wamemzoea kwa hilo. And of course, issue imekuwa tofauti sana na mambo imechemuka sana kwenye mitandao ya kijamii. Kila mtu ana maoni yake kwake, na ukiangalia katika YouTube ama Instagram kuna watu ambao wanapost story tofauti kuhusiana na hii issue, kwa sababu kila mtu amekuwa na maoni yake kwake. Ukiangalia kwenye comment section kuna watu wengi ambao wanadai kwamba msanii Bahati aweze kufanya DNA na asijukulie hii issue kama mzaha, kwa sababu ukiangalia pia umri ambao yule mama yupo, hawezi kuja online na kuweza kufanya mambo kama, kwa sababu ukiangalia pia ni mama mzazi na ana familia kwake, na ukiangalia pia akizungumza kwake ni mama mwenye heshima, na watu wengi walichukulia hii issue kuwa serious kabisa, kwa sababu ukiangalia mama mwenyewe alivyoweza kujieleza, watu wengi waliweza kuamini kwamba ni ukweli kabisa. Na hii issue ili trend kwenye mitandao ikiweza kumfikia msanii Bahati. And of course, kuna clip fulani ambayo aliweza kupost katika Instagram, tukiona pia akionyesha watoto wake na familia kwamba kuna mama fulani ambaye anadai kuwa yeye ndiye mamake mzazi. Na kumbuka Bahati mwenyewe alikuwa amesahau mamake, kwa sababu inaaminika kwamba mamake mzazi aliweza kufariki miaka 25 iliyoweza kupita. So pia alisema kwamba hii iliweza kumshtua sana kupatana na hii video online, mama akisema kwamba yeye ndiye mamake mzazi wake msanii Bahati. Na watu wengi walishangaa sana, kwa sababu ukiangalia mafans pia ni watu ambao walikuwa wanaamini kwamba Bahati hana mamake kabisa. Na pia kuna mangoma tofauti ambazo Bahati amewahi kuzitoa akilia tu machozi kutokana na kifo cha mamake. So hii issue imetrend sana kwenye mitandao. Bahati mwenyewe alikuja online na kusema kwamba hachukulii hii issue kama msaa kabisa, kwa sababu hajui na haamini, kwa sababu ukiangalia pia umri ambao mamake mzazi aliweza kufariki ama aliweza kuzikwa, msanii Bahati alikuwa na umri mdogo, na ilikuwa ni ngumu sana huenda labda kuelewa inavyozemekana na mafans ama watu wengi kwenye mitandao wanadai kwamba huenda msanii Bahati alikuwa na umri mdogo na hangeweza kabisa kufahamu kama yule ambaye aliweza kuzikwa ni mamake mzazi ama aliweza kudanganywa, kwa sababu kwenye comments Instagram watu wengi wanamwambia kwamba aweze kufanya DNA test ili aweze kujua kama ni ukweli. Na Bahati mwenyewe alikuja kwenye mitandao na kuuliza swali ambalo liliacha watu wengi vinywa wazi, kwa sababu aliweza kusema kwamba alijiuliza kama kuna DNA ya mama ama haipo, kwa sababu ukiingia kwenye mitandao ni swala ambalo katika comments watu wengi pia wanauliza wakitaka kujua kama kuna DNA ya mama
ama haipo kabisa. So kuna ukweli wa mambo ama kuna issue ambayo imekuwa ina trend online, watu wengi wakiannounce results na kusema kwamba Bahati aliweza kufanya DNA na yule mama. And of course majibu iliweza kutoka, kitu ambacho watu wengi wameshangazana kwenye mtandao. Kuna wengine ambao wanapost kwamba Bahati amemnunulia gari, kuna wengine ambao wanapost kwamba Bahati ameweza kumjengea nyumba, na ukiangalia kuna video fulani katika Tumbili TV aliweza kuposti video fulani ambayo aliweza kutembelea huyu mama hadi kwake nyumbani na kuangalia familia kwake. Na ukiangalia pia familia ni kubwa sana, na maisha ambayo huyu mama anaishi ni maisha magumu, kwa sababu anaishi katika single room kule Mathare. Na kumbuka Bahati pia ni msanii ambaye amelelewa kule Mathare na amelelewa maisha ya shida kabisa. Na ukiangalia pia maisha ambayo familia ambayo inadaiwa pia ni ya kwake inapitia ni maisha magumu sana, kwa sababu huyu mama ana wadoko na ukiangalia hana kazi kabisa. So watu wengi wamekuwa wanajiuliza kama ni ukweli ni mamake Bahati, mbona msanii Bahati aweze kumwacha mamake aweze kuteseka, kwa sababu Bahati mwenyewe anaishi maisha ya kifahari kabisa. So hili swala limekuwa linawachanganya watu wengi wakitaka kujua action ipi ambayo msanii Bahati aliweza kuchukua kutokana na ile video ambayo aliona kwenye mitandao, na kusema kwamba ataweza kufanya DNA ili waweze kujua haya mambo, kwa sababu pia ukiangalia watoto wake na mkewe waliweza pia kushangaa na ile video, kwa sababu wanaamini kabisa kwamba mamake Bahati hayuko na aliweza kufariki. So hii issue ya DNA ni issue ambayo imezidi kuwachanganya watu wengi kwenye mitandao, ama imezidi kuacha tu maswali mengi kwenye comment section, kwa sababu watu wengi wanataka kujua ni action ipi msanii Bahati aliweza kuichukua, kwa sababu ukiangalia kwenye online kuna pictures ambazo zimekuwa zinaenda viral sana, ikionyesha Bahati na mamake ameweza kumkumbatia. Na watu wengi pia wamekuwa wanadai kwamba ni AI, na Bahati mwenyewe ukiangalia katika videos ama ukifuatilia katika mitandao ya kijamii kutoka aweze kufanya ile clip akisema kwamba hii issue imempata ghafla na pia imeweza kumshtua. Hatujai msikia kabisa tena akiweza kuongelea hii issue, ama hatujasikia tena kauli kutoka kwake msanii Bahati, kwa sababu after kufanya ile video na kuweza kuipost hatujui ni nini kiliweza kuhappen, kwa sababu hatujaweza kuona video yoyote ambayo Bahati ameweza kukutana na huyu mama. Unavyomjua Bahati ni mtu ambaye anapenda kupost mambo ya kwake kwenye mitandao. So watu wengi wamekuwa wanafuatilia mitandao ya Bahati ili waweze kuona video ama clip tu ya pamoja ya Bahati na mamake, lakini imekuwa ni ngumu sana, huku wengi wakimuuliza maswali kwenye comment section kuhusiana na issue ya mamake iliweza kufika wapi ama ilienda vipi, kwa sababu mafans ni watu ambao wanataka kujua sana. So guys, Bahati mwenyewe after kusikia hii issue na kupost online kwamba ataweza kufuatilia, ukweli wa maneno ni kwamba Bahati mwenyewe hajaweza kupatana na huyu mama ama hajaweza kufanya kitu chochote kwenye mtandao, kwa sababu ukiangalia Bahati mwenyewe hajaweza kutuambia kwamba anafanya DNA ama afanyi, kwa sababu hatujaona process yoyote akiweza kupost kwenye mitandao ya kwake, ama hatujasikia neno lolote kutoka kinywani mwake akisema kwamba anaendelea na DNA process, kwa sababu watu wengine wanadai kwamba huenda DNA results ina take time sana, kwa sababu ukiangalia pia ni process ambayo inaonekana ni kubwa sana. So watu wengi kwenye mtandao wamekuwa wanadai kwamba huenda ni process ambayo msanii Bahati anazidi kuipitia ama anazidi kuifanya ili results iweze kutoka. So watu wengi wamekuwa wanajiuliza kama Bahati aliweza kupatana na huyu mama ama ni uongo tu ya mitandao ya kijamii. Na ukweli ni kwamba Bahati mwenyewe hajaweza kupatana na huyu mama. Licha ya hayo pia kumbuka maceleb ama bloggers kadhaa wameweza kupatana na huyu mama, ikiwemo Tumbili, na wakaweza kumfanyia interview moja mbili, kumaanisha kwamba Bahati pia ana uwezo wa kupatana na huyu mama na kuweza kukaa chini ili kuweza kuzungumza, kwa sababu watu wengi ama celebrities wengi tunavyoongea kwa sasa hivi wanajua mahali ambapo huyu mama anaishi na watoto wa kwake, ama
na familia ya kwake. So guys, Bahati mwenyewe hakuweza kabisa kuweza kupatana na huyu mama, na mambo ambayo imekuwa ina trend kwenye mitandao, watu wakisema kwamba Bahati aliweza kufanya DNA ama alifanya DNA na ikasemekana kwamba huyu ni mamake ama huyu ndiye mamake mzazi. Ni uongo sana, kwa sababu Bahati kutoka siku ambayo alisema kwamba ataweza kufuatilia hii issue, hatujasikia neno lolote ama katika interview yoyote Bahati akiweza kutaja hii issue, kwa sababu siku nyingi tumekuwa tunamuona akiendelea na promotion ya biashara ya kwake, ikiwemo betting company ya kwake na pia shows za kwake ambazo amekuwa anaziandaa huu mwezi wa Disemba, na hatujasikia kabisa akiweza kuongelea hii issue ama akiweza kuzungumza kutokana na hii issue, kwa sababu ilileta attention mingi ama attention kubwa sana kwenye mitandao, na watu wengi walitaka kujua results ama matokeo yake, kwa sababu Bahati alipo announce kwenye mitandao ya kijamii ama kupost ile video ya huyu mama, watu wengi walishangaa sana na kujiuliza maswali mingi, kwa sababu Bahati mwenyewe aliweza kuzungumza katika interviews tofauti. Tumekuwa tukimsikia akisema kwamba mamake mwenyewe aliweza kufariki, pia mangoma zimekuwa zina trend kwenye mitandao ya kijamii, tukiona tu Bahati akiweza kulia ama kuomboleza kifo cha mamake kwa muda, kwa sababu inaonekana Bahati mwenyewe hakuweza kupata time ya kuweza kushinda na familia kwake, kwa sababu umri ambao alikuwa nao ni umri mdogo na hangeweza kabisa kuyakumbuka ama hawezi kumbuka mambo ambayo yalikuwa yana happen ile wakati, kwa sababu alikuwa bado ni mdogo sana na hangeweza kuyaelewa kabisa hayo maneno kwenye mitandao ama hii issue ambayo inasemekana mamake aliweza kufariki, kwa sababu watu wengi wanasema kwamba huenda Bahati aliweza kudanganywa na familia ama watu ambao waliweza kumzika mamake mzazi, ama familia ya msanii Bahati ndiyo inafaa kumuonyesha mamake mzazi, kwa sababu ukiangalia online pia watu wengi wamekuwa wanajiuliza kutokana na familia ya Bahati wameongea vipi ama wamezungumza nini kutokana na hii issue ambayo inazumbua watu wengi kwenye mitandao ya kijamii. So guys, nawashukuru sana kuweza kuitazama video ya kwetu. Kumbuka kusubscribe na kushare channel ya kwetu ili usikose stories zingine ama mambo nyingine ambayo ina trend kwenye mitandao ya kijamii. Nawashukuru sana kwa support ambayo mnazidi kutuonyesha katika YouTube channel ya kwetu. Mungu azidi kuwabariki, azidi kuwapa uhai ili tuzidi kupata stories ama updates ambazo zina trend kwenye mitandao ya kijamii. Kwa pamoja na nyinyi ndio mmefanya tuweze kufikia level ambayo tupo kwa sasa, na tunaendelea vizuri. Watu wazidi kusubscribe kwenye channel ya kwetu, wazidi kucomment ama wazidi kutuachia maoni yako. So guys, tupatane kwenye comment section ili uweze kuniambia maoni yako kuhusiana na hii issue ya Bahati ama mambo ya msanii Bahati kusemekana kwamba aliweza kufanya DNA result kutokana na mama ambaye alikuwa na trend na kusema kwamba yeye ndiye mamake mzazi. Nataka uniambie, je, ni ukweli Bahati aliweza kufanya DNA ama hakuweza kufanya? Kwa sababu ukifuatilia kwenye mitandao hatujaona kabisa Bahati mwenyewe akisema kwamba aliweza kufanya DNA ama anafanya process yoyote kutokana na huyu mama ambaye alisema yeye ndiye mamake mzazi. Kumbuka kuniachia maoni yako, alafu usisahau kulike na kushare video yako. Tunashukuru sana, tupatane kwenye video nyingine ambayo tunakuandalia.